Haleluya, haleluya. Neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu wetu. Ninawasalimu nyote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba asiyetutoa kwa mawindo kwa meno yao. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipea kuwa mbele zenu usiku wa leo. Leo sitamani kuongea sana na sipendi kuongea sana. Nataka leo nifungue maandiko mengi sana kwa habari ya kuhitimisha somo hili la ulinzi wa Mungu na mitego ya mauti mwezi wa mwisho wa mwaka. Tuliangalia mambo kadha wa kadha kwa habari ya mitego ya mauti na vingine vyote. Ndugu, somo hili nalifundisha ili uweze kujiombea mwisho wa mwaka huu tulionao. Uweze kujua kwamba kuna mitego ambayo kwa asilimia kubwa inategwa hata pasina wewe kujua. Na asili ya mtego waga unategwa sehemu ambayo haionekani kwa asilimia zote. Na ninapoongelea kwa habari ya mtego, nataka uangalie mtego katika ulimwengu wa roho. Kuna mitego ambayo inategwa kwa ajili ya kukuefedhesha ama kukuangamiza kabisa. Mitego ya mauti. Na mwezi huu wa 11 na 12 ni miezi ambayo inakuwa ni hatari sana kwa maisha ya watu. Maana kuna mitego ambayo inategwa kwa ajili ya kuangamiza roho za watu. Inaitwa ni mitego ya mauti. Mitego ambayo ina lengo la kuondoa uhai wa mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nataka somo hili uliangalia kwa upana. Ni kweli wenda una afya, una amani, una kila kitu. Ni kweli wenda unatembea vizuri kuliko wengine. Lakini kufumba na kufumbua hakuna ajuaye ya kesho. Na ndio maana kuandaa mtu wa Mungu uweze kunifuata vizuri, ili utakapokwenda kumwomba Mungu, vunja mitego yote ya mauti ambayo umetegewa wewe pamoja na ndugu zako wengine wote. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Vunja mitego yote ya mauti. Mitego yoyote ya mauti ivunje. Na ninaposema mauti, naongelea mauti kwa habari ya kifo cha mwili. Sababu mauti kiingia sehemu yoyote, chenye uhai waga kinakufa. Kwa nini? Mauti ameingia mahali hapo. Sasa ninapoongelea kwa habari ya mauti, nataka mtu wa Mungu uweze kunifuata vizuri sana, uweze kunielewa, ili ukienda kuomba Mungu, vunja mitego ya mauti. Tuangalie kwanza hapa Zaburi haraka hapa. Zaburi 124 mstari wa 7. Leo ni sehemu tu, Biblia pana. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Kwa hiyo ukienda kuomba, vunja mitego yote ya mauti ambayo umetegewa kwa kujua ama kutokujua. Lakini nakwambia haujui kuwa umetegewa mtego. Na kwa asilimia kubwa kuna watu wengi ambao wanaishi aliyakuwa wako mtegoni, pasina wao kujua kwamba wanaishi mtegoni. Mtego ni chochote ambacho kinategwa kwa ajili ya kumnasa mtu. Ndio maana tulimuona Yesu anategwa kwa maneno ya Farisayo, kwa maswali.
ya Mafarisayo ulikuwa ni mtego, lakini aligundua njia zao. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mtego ni chochote ambacho kinategwa kwa ajili ya kukunasa wewe. Na leo kuna mitego ya mauti ambayo inategwa kwa ajili ya kuangamiza uhai wa mtu. Lengo la mauti ni kuja kuondoa uhai. Basi hilo ndilo lengo kuu la mauti. Lakini sasa mtu wa Mungu, nataka utembee na imani hii. Tembea na imani kwamba Mungu yu pamoja nasi. Utembee na imani hii kwamba Mungu yu pamoja nasi. Wajapotega mitego ya aina yoyote, wajapotega mitego yoyote ili kutuangamiza nafsi zetu, Mungu yu pamoja nasi. Isaya 8:10, kitabu cha nabii Isaya 8:10 anasema, fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Semeni neno, lakini halitasimama. Kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Kwamba fanyeni shauri, fanyeni vikao vyovyote vya kichawi kwa ajili ya kutuangamiza, kwa ajili ya kuangamiza roho ya mtu. Fanyeni vikao vya namna hiyo. Fanyeni chochote muwezacho. Fanyeni shauri. Shauri ni kikao, shauri ni maongezi. Fanyeni maongezi yoyote kwa ajili ya kumwangamiza mtu yoyote wa Mungu. Fanyeni shauri, fanyeni vikao. Yaani mmeruhusiwa, fanyeni vikao. Fanyeni vikao, fanyeni shauri kwa ajili ya kuangamiza roho za watu. Fanyeni vikao. Lakini sisi tunajua kwamba Bwana yu pamoja nasi. Bwana sifa sana. Ni kweli, vikao. Fanyeni sana vikao. Yaani windeni roho za watu. Lakini mtu wa Mungu, tembea na imani hii. Bwana yu pamoja nasi. Tembea na imani pamoja na matendo. Utakatifu kwanza. Sasa kazi mtumishi. Kwamba kuna watu ambao wanakaa vikao, wanapanga njama kwa ajili ya kuangamiza roho za watu. Lakini waandikwa kwa wazi kwamba wanaruhusiwa kufanya vikao, hakuna shida. Wanaruhusiwa kutega mtego, hakuna shida. Wanaruhusiwa kufanya lolote baya kwa ajili ya maisha yetu na ya kwako, hakuna shida. Lakini sasa Bwana yu pamoja nasi. Kwa hiyo Mungu ni mkubwa kuliko mtego ambao wao wanautega ili sisi tusifikirie mwaka. Lakini ukweli ni kwamba wajapofanya shauri lolote, wajapotega mtego wowote kwa ajili ya kuangamiza roho yoyote ya mwanadamu, lakini mtu wa Mungu, tembea na imani hii kwamba Bwana yu pamoja nasi. Nataka mtu wa Mungu, imani yako uweze tena kuinua tena kwamba Bwana yu pamoja nasi. Daudi alisema kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Wajapofanya shauri pamoja kwa ajili ya kuangamiza roho yangu na ya kwako, watafanya shauri. Wanaruhusiwa kufanya shauri, lakini Bwana yu pamoja nasi. Akwazi Daudi kwamba Bwana na ahimidiwe Bwana asiyetutoa sisi kwa mawindo kwa meno yao. Hakuna shida. Unajua, na huu ndio mwaka ambao, na hii ndio miezi ambayo watu wa giza waga wanainuka wakitaka roho za watu, wakitaka damu za watu. Hii ndio miezi maalum ya kwao. Wanafanya makusudi kabisa kutega mtego ili watu wapate ajali, ili wao wanywe damu. Lakini watatega mitego yote wajuayo wao. Lakini sisi tukijuacho ya kwamba Bwana yu pamoja nasi, kwamba watasema neno lolote baya, watafanya vikao, lakini vitabadilika vikao hivyo.
watatamka neno gumu na baya kwa maisha yako, kwamba hautaingia mwaka 2026, lakini watafanya vikao vya namna hiyo, lakini Bwana yu pamoja nasi. Mimi siogopi vikao vyovyote vya kichawi, siogope mashauri yoyote ya wanadamu na vingine vyote. Mimi nikijua tu ni kwamba Bwana yu pamoja nasi. Yaani mtatega mitego pande zote mbili, lakini mimi nikijuacho ni kwamba Bwana yu pamoja nami. Samueli, leo nasoma maandiko tu leo. Samueli wa kwanza. Mtu wa Mungu, maandiko haya uyakopi chini ili akusaidie. Samueli wa pili 18:21 anasema, unajua watu wa Mungu, kuna wengine ambao unajua mtu aweza kuwa ni mtego, mtu aweza kuwa ni mtego. Mfano, yani ni hivi, iko hivi, inafika mahala unakuwa rafiki na mtu, lakini kumbe mtu huyo amekuja kwenye maisha yako ili kuwa mtego pasipo mwenyewe kujua, ili akunase na kuangamize. Nifuate, naomba unielewe vizuri sana. Samueli wa kwanza, tusome hapa 18:21 anasema, naye Sauli akasema moyoni mwake, mimi nitamuoza huyu awe mtego kwake. Yaani kuna watu ambao wameoa mitego pasina wenyewe kujua. Yaani una rafiki, lakini rafiki huyo ni mtego kwako, ametegwa ili akunase wewe. Awe mtego kwake, tena kwamba mkono wa Wafilisti huwa juu yake. Basi Sauli akamwambia Daudi mara ya pili, leo utakuwa mkwe wangu. Daudi anafikiri kwamba anamuoa mwanamke, anaoa mke, lakini katika moyo wa Sauli anamuoza huyu ili awe mtego kwa Daudi. Lakini Daudi anamuona mke, haoni mtego, lakini moyoni mwa Sauli ni mtego. Kwa hiyo mtego ni chochote ambacho kinategwa kwa ajili ya kukuangamiza wewe mwanadamu. Nifuate vizuri sana. Sikia hapa. Naye Sauli akasema moyoni mwake, mimi nitamuoza huyu binti yangu, huyu binti awe mtego kwake. Kwa nani? Kwa Daudi. 20:20. Lakini Mikali binti Sauli alimpenda Daudi. Watu wakamwambia Sauli, na neno hilo likampendeza. Bwana asifiwe sana. Hebu twende kwanza, tuanze tuanze 19. Lakini ikawa wakati ule ilipopasa Daudi apewe Merabu, binti Sauli aliolewa na Abrieli Merothi. Walakini Mikali binti Sauli alimpenda Daudi. Watu wakamwambia Sauli, na neno hilo likampendeza Sauli. Naye Sauli akasema moyoni mwake, mimi nitamuoza huyo binti yangu awe mtego kwake, tena kwamba mkono wa Filisti huwa juu yake. Basi Sauli akamwambia Daudi mara ya pili, leo utakuwa mkwe wangu. Daudi anafikiri kwamba anamuoa mwanamke, lakini moyoni mwa Sauli mwanamke yule ni mtego kwa Daudi. Kwa hiyo watu wa Mungu, hata katika harakati za kuona vingine vyote, lazima uwe makini sana, msije mkao mnaishi na mitego bila kujua.
Samsoni alikuwa anaishi na Delila, lakini bila kujua kwamba Delila ni mtego kwa Samsoni. Delila alitumwa na Wafilisti kwamba Delila, kaa na Samsoni utujue siri ya nguvu zake ziko wapi. Samsoni alifikiri kwamba Delila ni mwanamke, lakini kumbe Delila alikuwa sio mwanamke. Kwake kwa Samsoni ni mwanamke, lakini kwa Wafilisti Delila kwa Samsoni ni mtego. Na mwisho wa mtego kwa asilimia kubwa ni kumnasa mtu na kumwangamiza mtu. Mwisho wa yote Samsoni katobolewa macho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata watu mlionao, mnaoishi nao, kutembea nao, kuongea nao, kuweni nao makini sana. Mtego ni chochote ambacho kinategwa kwa ajili ya kumnasa mtu. Lakini mtu wa Mungu, fuata maandiko haya. Fanyeni shauri pamoja. Yani hatuwazuii, yani wafanye mashauri, wafanye waongee sana vikao vingi. Lakini sisi tukijuacho ni Bwana yu pamoja nasi. Andiko lingine hili, Mhubiri 10:9 anasema. Leo ni maandiko tu mengi. Leo tu ni maandiko. Yani nataka leo ujae maandiko leo. Ni kweli watafanya shauri pamoja. Watazungumza kwa ajili ya mitego, kwa ajili ya kuangamiza roho za watu. Lakini Mhubiri yako wazi. Mhubiri 10:9 anasema, mwenye kuchonga mawe ataumizwa kwayo, naye apasuae miti huona hatari katika hiyo. Bwana asifiwe sana. Kwamba mwenye kuchonga mawe ataumizwa kwayo. Mwenye kutega mtego kwa ajili ya wengine, mtego huo utamnasa yeye mwenyewe. Adui wajapojipanga kupigana nami, sitaogopa mabaya. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitaogopa chochote. Kwamba mwenye kutunga maneno mabaya kwa ajili ya ndugu yake, maneno hayo yatamwangamiza yeye mwenyewe. Kwa hiyo hakuna shida. Yani waache tu watonge mawe. Watege tu mitego mbalimbali. Mitego hiyo itawanasa wao wenyewe. Mathayo. Nadhani ni Bwana Yesu mwenyewe sasa. Ili sitasoma ili niache tu nalo. Nende kwa Isaya 54:17. 17 anasema Isaya. Nasema hivi, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huo ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kila silaha ni chochote ambacho mtu anatumia kwa ajili ya maangamizi. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kila neno baya, kila silaha ambayo itatumwa kwako kwa ajili ya kukuangamiza halitafanikiwa. Lazima mwaka tuuone. Ni kweli wamejipanga vizuri sana watu wa kidunia. Yani wachawi, waganga, mapepo na vingine vyote wamejipanga vizuri sana kwa ajili ya kuangamiza roho za watu mwezi huu ama miezi hii. Lakini kila silaha ambayo itafanyika juu yako haitafanikiwa kivyovyote vile. Bwana asifiwe sana. Huu ni mwisho wa somo hili, ama yani
leo ninadhani ndio mwisho wa somo hili, lakini kuna mengine ambayo yanakuja. Isaya 7:7 anasema, Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Wajapo semezana mengi sana, wajapoongea kwamba huyu mwaka huu hatavuka, mwaka huu lazima afe, mwezi huu lazima afe, neno hivi hatafanikiwa mwaka ujao kwa jina, yani wataongea mengi sana, lakini Bwana asema hivi, neno hili halitasimama. Halitasimama wala halitakuwa kama wasemavyo wachawi na wengine wote. Mwaka lazima tutoboe. Ushindi ni lazima. Bwana asifiwe sana. Ushindi ni lazima sana. Ushindi ni lazima. Nenda haraka muda umeenda huu. Yeremia, Warumi 8:32. Twende maandiko haya. Mwanadamu wajapo sema mengi sana, wajapo ongea mengi sana. Wajapo ongea mengi sana. Wajapo ongea mengi sana, lakini ukweli ni kwamba Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa juu yetu? Bwana akiwa upande wetu, ni nani ambaye atakuwa juu yetu? Hakuna. Kwa hiyo wajapojipandisha watashushwa chini. Mwaka tutaingia. Yani wajapo sema neno gumu lolote, lakini mwaka lazima tuingie. Yeremia 1:8 nasema, unaangalia hapa, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi ni pamoja nawe, ni kuokoe, asema Bwana. Kwamba usiogope kwa ajili yao. Wasema kwamba mwaka hautauona, kwamba hautafanikiwa kivyovyote. Usiogope kwa ajili yao. Bwana yu pamoja nasi. Niende kumaliza. Yeremia 1:29. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi ni pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Wajapopigana nawe hawatakushinda kwa namna yote ile, maana Bwana yu pamoja nasi. Wajapojipanga kupigana nawe, wajapotega mitego ili uangamie, Bwana yu pamoja nasi. Zaburi 30:37 anasema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Huyu ndio Bwana huyu. Hakuna kuogopa mwanadamu yoyote. Hakuna kuogopa chochote, maana Bwana yu pamoja nasi. Sipendi kuongea sana. Sipendi kuongea mengi sana leo. Leo ilikuwa tu hitimisho. Leo sipendi kuongea sana leo. Endelea kujiombea. Endelea kuomba Mungu kwa namna yoyote. Omba sana. Miezi hii ni miezi hatari sana ambayo usipokuwa makini utaangamizwa. Utaangamia. Omba ulinzi wa Mungu. Popote uendapo, omba ulinzi wa Mungu. Omba ulinzi wa Mungu. Omba ulinzi wa Mungu popote uendapo. Kemea roho ya mauti popote uendapo, katika familia, kemea roho ya mauti. Kemea roho ya mauti. Ikemee sana hiyo. Ikemee sana. Mimi sipendi kuongea sana, mtu wa Mungu. Endelea kuomba. Endelea kumsihi Mungu. Ombea familia yako, ombea ndugu zako,
Ombea marafiki zako na wengine watu unaowajua. Jiombee peke yako. Neema na amani ziwe nanyi. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wa haki yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na kazi yake. Hii ndio maana ya neno Maranatha. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ninasema asante kwa neema kipekee ambayo umenineemia kuwa mbele za watu wako usiku huu wa leo. Namkabidhi kila mmoja ambaye unifuatilia mara kadhaa, mara kwa mara, mikononi mwako. Mungu, msaidie ndugu huyu. Msaidie mtu huyu. Mlinde popote aendapo. Mungu, ulinzi wako umtangulie. Malaika zako wamlinde popote aendako. Zidi Bwana kumpa afya njema mwishoni mwa mwaka. Zidi Bwana kumsaidia. Mtie nguvu kivyovyote vile. Muongoze Bwana katika yote. Mungu, tazama shetani amejiinua akitaka Bwana kuangamiza watakatifu wako. Mungu, tuonekanie sana. Mungu, tuonekanie sana. Tulinde Bwana kivyovyote vile. Tunakuhitaji Mungu, peke yetu hatuwezi. Mungu, peke yetu hatuwezi. Tunakuhitaji Bwana kivyovyote vile. Onekana Mungu upande wetu. Tupiganie sana. Utulinde Bwana popote tuendapo, uweze Bwana kutulinda. Tuonekanie Mungu kwa namna yoyote. Tupiganie Bwana. Hatuwezi bila wewe. Zidi Bwana kutuongoza katika hali zozote. Uzidi Bwana kutuonekania. Mungu, tunakuamini sana. Tunakuamini sana kwamba watafanya shauri pamoja, lakini litabadilika. Tunakuamini sana kwamba Mungu, wewe ni pamoja nasi. Emmanuel, Mungu pamoja nasi.